Mabosi wa Simba Sports wakiongozwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Crescent Magori, muda wote kuanzia sasa wataitisha kikao kizito ili kuamua hatima ya kocha mpya, huku kukiwa na pande mbili za msako wa kubeba mikoba ya Dimitri Pantev aliondoka hivi karibuni. Awali taarifa zilisema kwamba Simba kupitia kigogo wa zamani wa klabu hiyo imeanza mazungumzo na kocha Antonio Cassano Cantos kutoka Hispania, akiwa na sifa za kufundisha soka Angola na Morocco, akizifundisha Petro Atletico na Maghreb Atletico Tottenham. Hata hivyo, taarifa zaidi zinasema kwamba mbali na kocha huyo, mchakato wa kusaka kocha mpya wa kuziba nafasi ya Pantev umesukiwa mikakati tofauti, ikiwemo kikao hicho ambacho mbali na Magori kitahusisha vigogo wengine na kitafanyika katika moja ya hoteli yenye hadhi ya nyota 5, ikihusisha pia wajumbe wa bodi upande wa mwekezaji Mohamed Moudeuji na wale wote wa klabu chini ya mwenyekiti Murtaza Mangungu. Taarifa hizo kutoka Simba zinasema kwamba pande hizo mbili zitakapokutana mezani kwao yatawekwa majina ya makocha waliotuma kabla ya kuteuliwa wasiopungua 3, likiwamo la Steve Barker wa Stellenbosch ya Afrika Kusini, likipewa nafasi kubwa kwani kuna kigogo mmoja ameshawasilisha wasifu wake. Pia kuna majina mengine mawili, likiwamo la kocha atakayeletwa na upande wa klabu chini ya Mangungu, na mabosi watajadili na kila mmoja atakuwa na kazi ya kuwasilisha ufundi kama uliopo katika wasifu wao, yani CV, yakiwamo masuala ya mbinu, mifumo ambayo timu itacheza uwanjani pamoja na mambo mengine ya msingi aina hiyo. Na katika uwasilishaji huo kwa makocha hao 3 watakaopita katika mchakato huo watafanywa uchunguzi, na mmoja ambaye atakuwa bora kati ya hao atapewa mikoba ya kuinoa Simba, akishirikiana na Selemani Matola anayekaimu nafasi hiyo kwa sasa. Hata hivyo, inafahamika kuwa kuna baadhi ya mabosi, hasa wale wa upande wa klabu, wameanza kuingiwa na mawazo ya kuwashawishi wenzao Matola aachiwe timu kutokana na kukidhi vigezo vya sifa za kuwa kocha mkuu pamoja na uzoefu alionao klabuni kwa muda mrefu. Hivyo sio ajabu kama makocha wanaopigiwa hesabu wakaishia kufanywa usaili na kisha kupigwa chini ili Matola apewe timu jumla. Matola anapigiwa chapuo zaidi kulingana na ukweli. Anaonekana ni kocha mwenye sifa na pengine asiweze kuikamua kiasi hicho cha fedha kulinganisha na makocha hao wa kigeni ambao taarifa zinadokeza wamewekewa dau maalum ambalo uongozi hautaki livuke zaidi ya hapo. Lakini taarifa zaidi kutoka ndani ya Simba zinasema mara baada ya mchakato huu kukamilika, kama ni kuletwa kocha mpya, ataenda na timu katika michuano ya Kombe la Mapinduzi 2026 na kukiangalia kikosi kabla ya kutoa tathmini ya kuongeza wachezaji wapya dirisha dogo. Dirisha dogo la usajili linatarajiwa kufunguliwa katikati ya Januari, na Simba imepanga kushikilia mapendekezo ya kocha mpya au Matola kama atapenya kisha kujiweka tayari kwa mechi 4 za ligi ya mabingwa Afrika, zikiwamo 2 za nje dhidi ya Esperance ya Tunisia. Simba ipo kundi D pamoja na Stade Malien ya Mali na Petro Atletico ya Angola, ikisaka nafasi ya kucheza robo finali kwa mara nyingine. Hii ni taarifa ambayo imeripotiwa na gazeti la Mwanaspoti. Nilikuletea taarifa hii mimi ni Justa Julius, lakini tufuatilie PMTV kwenye mitandao yetu ya kijamii. Vile vile endelea kubashiri kupitia pmbet.co.tz ili uwe na nafasi ya kujishindia Toyota ST, Toyota Harrier pamoja na pesa taslim.